Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ukraine yaishambulia tena Urusi kwa kombora la Flamingo. Ukraine imetumia kombora lililotengenezwa nchini humo kushambulia ndani ya Urusi katika kile kinachoonekana ni kuongezeka kwa kampeni ya Ukraine dhidi ya Urusi. Wakati Urusi ikiendelea na operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine, jeshi la Ukraine limetumia kombora lake la Flamingo kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi. Ukraine imesema imefanya mashambulizi ndani ya Urusi kwa kutumia kombora lake la kutengenezwa nchini humo aina ya Flamingo, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa uwezo wake wa kijeshi zaidi ya miaka 4 tangu kuanza kwa vita. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kombora hilo lililenga kiwanda cha kijeshi katika mji wa Cheboksary, karibu kilomita 1000 kutoka mpaka wa Ukraine, ambacho hutengeneza vifaa vya drone na makombora kwa ajili ya jeshi la Urusi. Ripoti ya PRIO imebaini kuongezeka kwa mzozo katika mwaka 2025 na mwaka 2026 katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Gavana wa eneo hilo la Chuvashia, Oleg Nikolayev, amethibitisha shambulizi hilo na kusema mamlaka zinaendelea kutathmini uharibifu na idadi walioathiriwa. Jeshi la Ukraine limesema lilishambulia kiwanda cha kusafishia mafuta katika eneo la Samara pamoja na meli ya mafuta ya Urusi katika Bahari Nyeusi. Kombora la Flamingo ni miongoni mwa silaha mpya zilizotengenezwa na Ukraine, ingawa matumizi yake bado ni nadra sana. Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akilisifia kombora hilo, akisema kwamba ni miongoni mwa makombora hatari yaliyotengenezwa ndani ya nchi hiyo na kwamba makombora hayo yataweza kutumika zaidi na zaidi katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Utafiti mpya umebaini kwamba mwaka 2025-26 ni moja kati ya mwaka wa migogoro mingi zaidi katika nchi za ulimwengu, na hasa ikiangaziwa vita vya Ukraine. Kulingana na taarifa, ni Urusi na Ukraine zinaendelea kushambuliana vilivyo, na inadaiwa kwamba ndani ya mwaka 2025 zaidi ya vifo 76,000 vimehusishwa na vita. Vifo hivyo vimesababishwa zaidi na vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia baadhi ya ghasia zingine zilizotokea duniani, ikiwa ni pamoja na nchini Sudan na kampeni ya kijeshi ya Israeli huko Gaza. Takribani vifo 76,500 vimehusishwa na vita vilivyotokana na mashambulizi ya moja kwa moja yanayowalenga raia, ongezeko kubwa kutoka 14,200 mwaka 2024. Hata hivyo, vifo vingi zaidi vinadaiwa kutokea nchini Ukraine pamoja na Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini kinachoendelea katika ulimwengu. Hapa The World News tutaendelea kukujuza.